Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, amesema Kongo inapambana na Rwanda katika maeneo tofauti na kwamba inatafuta haki kwa haraka. Wakati hayo yakiarifiwa, shirika la hisani la Save the Children limesema watoto takriban 375,000 wanakosa elimu na wako katika hatari ya kukabiliwa na machafuko na pia kusajiliwa na makundi yenye silaha. Joshua Charo anaripoti zaidi. Katika mahojiano maalumu na DW, Muyaya ambaye pia ni waziri wa mawasiliano na habari wa Kongo ameituhumu Rwanda kwa kuhusika moja kwa moja na mgogoro unaoendelea mashariki mwa Kongo, akisema wanaendelea kuzishambulia kwa mabomu kambi za wakimbizi, hospitali, kuua watu wasio na hatia na wasanii. Akizungumzia uwezo dhaifu wa jeshi la Kongo kiasi cha kushindwa kuepusha miji kuanguka mikononi mwa waasi, Muyaya ameieleza hali kuwa tete. Hali ni ngumu, hasa unapolizungumzia jeshi la Kongo. Usisahau kwamba hali hii ilianzia baada ya kuanguka kwa Mobutu. Halafu kukaja makubaliano ya Sun City kati ya vyama na makundi mbalimbali. Tukavichanganya pamoja vikosi vyote vya kijeshi kutokea Rwanda, hasa RCD na MLC, kutoka kwa jeshi la kawaida la wakati wa utawala wa Kabila. Unapoyachanganya hayo yote, unapata kitu ambacho sio rahisi kukieleza kama jeshi imara lenye uwezo wa kupigana kwa pamoja. Kuhusu uwezekano wa mkataba wa madini kati ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Muyaya alisema lengo la kwanza ni kutanua wigo wa washirika wao. Kama miongoni mwa washirika hao ni wa Marekani, anadhani hilo lilikuwa lengo kuu la Rais Tshisekedi. Muyaya alisema wapo pia wa China, wa Japani na nchi nyingine kama vile India na Uswisi. Muyaya aliongeza kusema, kama kutakuwa na maslahi yoyote, bila shaka kutafanyika mazungumzo. Lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji usalama, na kama usalama huu unaweza kutoka kwa baadhi ya ushirikiano wetu na Marekani, basi si vibaya. Kwa upande mwingine, shirika la hisani la kimataifa la Save the Children limesema hivi leo kwamba kiasi watoto 375,000 wanakosa elimu na wako katika kitisho cha kukabiliwa na machafuko na kusajiliwa na makundi yenye silaha. Shirika hilo limesema 17% ya shule zimefungwa katika mikoa ya mashariki mwa Kongo, ambako kundi la waasi wa M23 wameyateka na kuyadhibiti maeneo makubwa ya ardhi tangu kundi hilo lilipojitokeza tena mnamo mwaka 2021. Mkurugenzi wa shirika la Save the Children nchini Kongo, Greg Ram, amesema hali ni mbaya mithili ya janga na kwamba watoto wananyimwa haki yao ya msingi ya elimu na athari za muda mrefu kwa mustakabali wa nchi hiyo uko mashakani. Ni ripoti yake Joshua Charo, asante sana.